Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi. Yalikuwa ni Jumapili tarehe 28 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi tunapenda kuwatakia Kristo wote pamoja na waumini wote wa dini mbalimbali Jumapili njema yenye amani, upendo na baraka tele. Na katika matangazo yetu ya asubuhi leo tutakuletea taarifa muhimu kutoka ndani na nje ya nchi, zikiwemo habari za usalama, siasa, jamii na maendeleo mbalimbali yanaendelea katika eneo letu la Kivu na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kulingana na nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Mapigano makali yameripotiwa kutokea katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako wapiganaji wa wazalendo wa kundi la Pareko wanadai kuchukua udhibiti wa vijiji vya Karewe na Kanyaru vilivyoko katika kundi la Mfuni Kibabi, baada ya mapigano yanaendelea kwa saa kadhaa dhidi ya vikosi vya M23 pamoja na washika wao wa RDF. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mapigano yalitokea siku ya jana Jumamosi tarehe 27 Juni katika maeneo yaliyo karibu na Rubaya Centre, umbali wa kilomita 10 kutoka mji huo. Eneo la Rubaya ni miongoni mwa maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa na changamoto ya kiusalama kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha. Vyanzo vya ndani vinaripoti kwamba milio ya silaha nzito ya M-Pesa ilisikika kwa muda mrefu katika maeneo ya Kawere na Kanyaru, halo lazimu baadhi ya wananchi kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Baadhi ya familia zinaripotiwa kuelekea katika vijiji vya jirani wakitafuta hifadhi ya muda. Baada ya mapigano, wapiganaji wa wazalendo walitangaza kuwa wamechukua udhibiti wa maeneo hayo mawili. Picha na video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha masanduku na risasi na vifaa vya kijeshi pamoja na baadhi ya silaha zinazodaiwa kuachwa na wapiganaji wa M23 pamoja na RDF walikuwa wakiondoka katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa maendeleo haya yanaweza kuwa na hatari kubwa katika hali ya usalama eneo la Masisi, hasa kutokana na nafasi muhimu ya Rubaya katika shughuli za kiuchumi na kijamii za eneo hilo. Mabadiliko ya udhibiti wa maeneo haya mara nyingi husababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi na kuathiri shughuli za kila siku. Kwa upande wa wananchi, hali ya hofu inaendelea kutawala katika baadhi ya vijiji vinavyozunguka eneo hilo la mapigano. Wakazi wengi wamekuwa wakihofia usalama wao wa watoto wao, huko shughuli za biashara, usafiri na kilimo zikianza kuathirika kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuzingatia ulinzi wa raia na kuepuka mapigano katika maeneo ya wakazi wengi ili kuzuia madhara zaidi na kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa miaka kadhaa sasa, wilaya Masisi imekuwa kikumbwa na migogoro mara kwa mara inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha, hali ambayo imechangia kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu waliolazimika kuhama makazi yao na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika baadhi ya maeneo. Wakati huo wakazi wa maeneo ya Kawere, Kanyaru na vijiji vya jirani wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, wakitarajia kurejea kwa amani na utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kufikia sasa, hali halisi ya usalama katika maeneo yanaendelea kufuatiliwa, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa na mamlaka pamoja na vyanzo mbalimbali vya ndani katika sana siku zijazo. Kivu News Info tunaendelea kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuhusu maendeleo ya hali kadiri taarifa zitakavyokuwa zikipatikana. Tosha adui wa M23 kabisa, watosha. Loja tunawatosha kabisa. Hii yote ni kilima ya Runigi, Kanyaru mbele, tushafaa progression. Merci. Hapa kabisa tuko Kawele leo le 27 juin 2026. Merci à tous.
Taarifa kutoka eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza kuwa wapiganaji wa Wazalendo wamefanya mkutano wao wa kwanza katika kijiji cha Kasake kilichopo karibu na maeneo ya Ngungu na Rubaya baada ya kile wanachokidai kuwa kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda na M23 katika eneo hilo siku ya jana Jumamosi tarehe 27 Juni. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa kutoka vyanzo vya ndani, mkutano ulifanyika saa chache baada ya mapigano yaliyopotea katika baadhi ya maeneo ya Masisi. Wapiganaji hao walikusanyika katika kijiji cha Kasake na kwa lengo la kutathmini hali ya usalama pamoja na kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo. Picha na video zilizosambazwa katika mitandao ya kijamii zinaonyesha idadi ya wapiganaji wa Wazalendo wakiwa wamekusanyika katika eneo la Kasake. Katika picha na hizo anaonekana pia Jenerali Maachano, mmoja wa makamanda wa Wazalendo, akiwa mstari wa mbele pamoja na wapiganaji wengine. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Jenerali Maachano alionekana akizungumza na wapiganaji wake na kutoa maelekezo kuhusu hali ya operesheni katika eneo hilo. Hata hivyo, maazui kamili ya mkutano huyo haijawekwa wazi. Kasake ni eneo lenye umuhimu wa kimkakati kutokana na ukaribu wake na Ngungu pamoja na Rubaya, maeneo hayo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakishuhudia mapigano na mvutano wa kiusalama kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Wakazi wa maeneo karibu wanasema kuwa hali ya tahadhari bado inaendelea licha ya kupungua kwa sauti za silaha baadhi ya maeneo. Baadhi ya familia ambazo zimekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo hajarejea nyumbani kutokana na hofu ya mapigano kuanza tena. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na harakati za kijeshi katika maeneo kadhaa ya Masisi, jambo ambalo limeongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi. Shughuli za biashara, usafiri na kilimo zimeathirika katika baadhi ya vijiji kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kwa maendeleo hali katika maeneo ya Ngungu na Rubaya na Kasake yanaweza kuwa na athari kubwa katika usalama wa wilaya ya Masisi kutokana na umuhimu wa maeneo hayo katika mawasiliano na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, madai ya kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda kutoka eneo hilo bado hajathibitishwa na vyanzo huru wala mamlaka husika. Hakuna tamko rasmi lilotolewa hadi sasa na upande unaotajwa katika taarifa hizo. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kulinda raia na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu ili kuepusha madhara kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa sasa hali ya usalama katika maeneo ya Kasake, Ngungu na Rubaya endelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakisubiri kurejea kwa amani na utulivu katika maeneo hayo. La population de Faman du premier en joie parce que la position de Kasake est déjà tombée. Le mouvement Maïma et Lamouka vient de récupérer certaines positions dont Kasake vient de tomber. Regarde, toute la population est en joie vraiment. Les enfants, les femmes, les hommes et consorts. Nous sommes là, tous. Tous les militaires, les Wazalendo. Personnellement, le général Noa Machano Chui. Il commande aussi même cette guerre. Il vient de récupérer Kasake déjà. Avec Kachov. Toutes les positions là. Voilà les box déjà récupérés. Nous avons récupéré des munitions. Et les enfants sont en train d'entourer les munitions. Nous n'avons jamais vu même les box. Voilà. Le général est là, en train de commander même la guerre. Courage. Et Wazalendo toujours. La patrie ou la mort. Wilaya Njugu mkoani Ituri inaripotiwa kuanza kushuhudia hali ya utulivu na wa taratibu katika vijiji na maeneo mbalimbali baada ya miezi kadhaa iliyopita kukumbwa na hali ya kutokuwa na usalama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo ya Walendu, Potasi, Pisi na Bahema Noru, hali ya usalama imeanza kuboreka hatua kwa hatua, jambo ambalo limewapa wananchi nafasi ya kurejea polepole katika shughuli zao za kila siku, ingawa bado kuna tahadhari katika baadhi ya familia, hasa kuhusu kurejea kwa wakimbizi wa ndani. Katika maeneo maisha ya kawaida yameanza kurejea taratibu. Wananchi wameanza tena na shughuli za kilimo, biashara ndogo ndogo na harakati nyingine za kiuchumi ambazo kwa muda zilikuwa zimesimama kutokana na hofu ya mapigano. Pia taarifa zinaeleza kwa baadhi ya barabara muhimu zimeanza tena kupitika tena. Barabara zinazounganisha maeneo Largu, Bulkwa, Tache, Saliboko na Katoto sasa zinatumika tena, inayosaidia kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa katika vijiji mbalimbali. Mmoja wa harakati za kijamii katika eneo hilo, Clarite Mbaza, ameeleza kuwa wananchi wameanza kurejea mashambani na kwenye shughuli zao za kawaida hatua kwa hatua. Amesema masoko yameanza kufanya kazi tena na watu kuondoka Bahema Noro na Walendu Tasi sasa wamekutana tena katika masoko
Njuda, Masumbuko na Katoto kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa. Yameongeza kuwa kuanza tena kwa biashara na usafiri kunasaidia pia kuimarisha mahusiano kati ya jamii mbalimbali na zilizokuwa zimetenganishwa na hali ya usalama duniani. Hata hivyo, licha dalili za hizo matumaini, bado kuna changamoto katika baadhi ya maeneo. Katika eneo la Bule, baadhi ya familia zilizokuwa zimehama bado zinahofia kurejea nyumbani kutokana na hali ya tahadhari inayoendelea. Kwa mujibu wa viongozi, mmoja wa dini alizungumza kwa sharti la kutokutajwa jina lake. Baadhi ya wananchi bado wanahofu kutokana na matukio ya awali ya mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha, ambako wakati mwingine raia waliweza kujikuta wakishukiwa kuwa sehemu ya wapiganaji. Aliyo amesababisha baadhi ya wakazi wa ndani kutatiza kurejea makwao, wakisubiri uhakika zaidi wa usalama kabla kufanya uamuzi wa kurudi. Wachambuzi wa masuala ya usalama na kijamii wanasema kuwa ingawa hali ya utulivu inaonekana kuwa si ishara nzuri, bado inahitaji kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaweza kurejea kwa usalama bila hofu. Kwa sasa wilaya ya Njugu inaendelea kushuhudia mabadiliko ya taratibu kuelekea utulivu, huku jamii zikiendelea kutumaini kurejea kwa amani ya kudumu na maisha ya kawaida katika vijiji vyote vinavyoathirika na migogoro ya muda mrefu. Mji wa Kindu uliopo katikati ya mkoa wa Maniema katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeshuhudia hatua kubwa ya usalama baada ya vyombo vya usalama kufanikiwa kuvunja na kusambaratisha mtandao wa uhalifu wenye silaha uliokuwa ukisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Operesheni ilifanyika na huduma za usalama imeripotiwa kufanyika siku ya jana Jumamosi tarehe 27 na imepokelewa kwa furaha kubwa na wananchi pamoja na mashirika ya kiraia kutokana na ongezeko la matukio ya ujambazi wa kutumia silaha, uporaji na vitisho vilivyokuwa vikiendelea ndani ya mji wa Kindu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashahidi na vyanzo vya karibu na uchunguzi, mtandao wa uhalifu ulikuwa ukihusisha na uvamizi wa nyumba za watu, uporaji wa mali za samani pamoja na vitendo vya ukatili vinavyokiuka haki za msingi za raia. Matukio yamekuwa yakisababisha hofu kubwa na kuathiri maisha ya kawaida ya wakazi wa mji huo. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, katibu mtendaji wa shirika la haki za binadamu na haki za binadamu Rafaele Upele Lukinga amepongeza kazi na ufano wa vyombo vya usalama, akisema kuwa ni hatua muhimu katika kurejesha amani na utulivu katika mji wa Kindu. Amesema kuwa wananchi wamekuwa wakikabiliana na hofu ya mara kwa mara kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya uhalifu wao, hivyo kuvunjwa kwa mtandao huo ni ishara matumaini mapya ya usalama wa jamii. Rafael Upele Lukinga amepongeza kwa operesheni hiyo pia inapaswa kufuatiwa na hatua za kali za kisheria dhidi ya wahusika wote waliokamatwa, ikiwa ni pamoja na kupelekwa haraka kwenye vyombo vya sheria ili kufikishwa mahakamani kwa kesi ya wazi na ya haki. Amesisitiza kuwa hatua ni muhimu ili kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa haki na usalama. Amesifu mshikamano kati ya wananchi na vyombo vya usalama, akisema kuwa taarifa zinazotolewa na raia zimekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha kubaini na kuvunja mitandao ya uhalifu. Ameleza kwa ushirikiano huo ni muhimu pia katika kudhibiti usambazaji wa silaha ndogo ndogo ambazo zimekuwa chanzo cha uhalifu katika eneo hilo. Wananchi wa Kindu nao wameonyesha furaha na matumaini kufuatia operesheni hiyo, wakisema kuwa kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika hali ya hofu kutokana na vitendo vya ujambazi wa kutumia silaha. Sasa wanaona dalili za kurejea kwa utulivu wa kudumu. Kwa sasa mamlaka za eneo zimeanzisha uchunguzi wa kina zaidi ili kuhakikisha hali ya usalama inaimarishwa na kwamba hakuna mtandao mwingine unaweza kujipanga upya katika mji huo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa operesheni hiyo ni hatua muhimu katika kuimarisha usalama wa Kindu, mji ambao una umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kimkakati katika eneo la kati mwa nchi. Hali ya usalama katika eneo la Minembwe iliyopo katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa kufuatia mapigano yaliyoripotiwa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa muungano wa Twirwaneho pamoja na washirika wao ambao wanatajwa kupata uungwaji mkono kutoka Rwanda. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, mapigano yalitokea siku ya Jumatano tarehe 24 katika kijiji cha Ilundu na Alenge. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yalihusisha mashambulizi ya pande zote, huku milio ya silaha nzito na nyepesi ikisikika kwa muda mrefu, aliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Kundi la Twirwaneho linadaiwa kutoa tuhuma dhidi ya FARDC, ikisema kuwa jeshi hilo linafanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo yanayodaiwa kuwa ngome zao. Hata hivyo, baadhi ya watu wa ndani wa eneo hilo wamepinga madai hayo, wakieleza kuwa ni jaribio la kujiondoa katika lawama la hali ya usalama endelea kushuhudiwa mashinani.
Katika mkutaba huu, mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara yanaendelea kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo lote la Minembwe, jambo ambalo limeendelea kuathiri maisha ya wananchi wa kawaida. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yameeleza kuwa mashambulizi yanaendelea hususan kati ya tunanana na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesababisha watu wengi kuacha makazi yao na kukimbia maeneo salama zaidi. Leo yameongeza idadi ya wakimbizi wa ndani na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari ulikuwa dhaifu. Wakizungumza kuhusu hiyo, viongozi wa kijamii na wadau wa kijamii wamesema kuwa familia nyingi zimeathirika, huku watoto, wanawake na wazee wakiwa miongoni mwa walio katika hatari zaidi kutokana na ukosefu wa chakula, malazi na huduma za msingi. Taarifa kutoka kwa mbunge wa eneo hilo la Kivu Kusini, Beatrice na Mvano, zinaonyesha pia mastiko yake kuhusu hali inaendelea, akisema kuwa juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kati ya pande zinazosika bado haijazaa matunda, jambo linaloacha eneo hilo katika mzunguko wa migogoro isiyoisha. Kwa upande wake, msimamizi wa eneo la Fizi Samika Lonji Badibanga ameeleza kuwa madhara ya kibinadamu ni makubwa zaidi kuliko inavyoripotiwa, akibainisha kuwa kuna maelfu ya watu walioko katika hali ngumu na wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Ameongeza kuwa kuna haja mabadiliko ya mtazamo na lugha kati ya pande zinazopigana ili kuweza kufikiwa kwa makubaliano na kusitisha mapigano na kurejesha amani kati ya eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa katika hali ya taharuki. Katika ngazi ya kikanda, wakati wa mkutano wa sita wa kamati ya pamoja ufuatiliaji kuhusu hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanyika siku ya Jumatano tarehe 14 Juni jijini London, nchi za Kinshasa na Kigali zilithibitisha tena dhamira yao ya kupunguza mvutano unaohusiana na hali ya Minembwe. Hata hivyo, licha ya ahadi hizo za diplomasia, hali masharani bado ni tete na wananchi wa Minembwe waendelea kuishi katika hofu na sitofahamu kuhusu hatma yao ya usalama. Kivu News inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya Minembwe na maeneo mengine ya Kivu Kusini na kuwajulisha wasikilizaji hatua mpya zitakazotekelezwa. Uongozi wa mkoa wa mashirika ya Cadre Politique Volontaire pour la Défense de la Patrie katika mkoa wa Kivu Kusini umetangaza wazi kumuunga mkono naibu meya wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki kufuatia tuhuma zinazomkabili na madai za uharibifu wa fedha za kiasi cha dola 14,000 za Marekani. Taarifa hiyo ilitolewa kupitia tamko rasmi la usainiwa tarehe 12 Juni na kusambazwa kwa vyombo vya habari ambako nakala yake imefika hadi katika chumba cha habari cha Kivu News Info mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa tamko hilo lilosainiwa na Justin Kungamwego Blaze, ambaye ni msemaji wa mkoa wa idara ya mawasiliano na vyombo vya habari vya wazalendo, taasisi hiyo imekataa vikali tuhuma hizo, ikizitaja kuwa ni kampeni za kumchafua naibu meya huyo bila ushahidi wa msingi. Vikundi hivyo vya wazalendo vinasema kuwa tuhuma hizo za uharibifu hazina msingi na zimebuniwa kwa lengo la kumzofisha kiongozi huyo ambaye ameelezwa kuwa mmoja wa viongozi wachache waliobaki karibu na wananchi wa Uvira wakati hali ya usalama kilipozorota katika mkoa wa Kivu Kusini. Katika tamko hilo, vikundi vya wazalendo vinaeleza kuwa makundi ya wazalendo yanatambua Kifara Kapenda Kiki kama kiongozi aliyekuwa na mchango katika kuandaa na kusaidia juhudi za ulinzi wa mji dhidi ya mashambulizi ya wasi wa M23 sana katika eneo la Katogota. Inasema kuwa katika kipindi hicho kigumu, baadhi ya viongozi wa mkoa, wa bunge na watumishi wa umma waliondoka eneo hilo, lakini naibu meya huyo alibaki akidumu ndani ya mji wa Uvira. Kikundi hicho cha wazalendo kinasema kitaendelea kusimama pamoja na naibu meya huyo. Inatoa wito kwa meya wa mji wa Uvira Kiza Mwato kuhakikisha kunakuwa na matunzo ya ndani, mshikamano wa taasisi na utulivu katika uendeshaji wa mji huo ili kuepusha migogoro ya kisiasa na uweza kuathiri utendaji wa serikali ya mtaa. Katika hatua nyingine, vikundi vya wazalendo vimeonya kuwa endapo kile wanachokita kampeni ya kumchafua naibu meya huyo itaendelea, kuna uwezekano wa kuwepo kwa msimamo mkali kutoka kwa wazalendo, jambo ambalo linaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kiusalama katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi wakati tunachapisha taarifa hii, hakuna tamko rasmi lilotolewa na meya wa Uvira Kiza Mwato wala mamlaka za mahakama kuhusu tuhuma zinazozungumziwa katika mgogoro huo. Vyombo vya habari pia vinasisitiza kuwa maelezo yote yaliyotolewa na yanawabeba waandishi wake pekee. Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa Zeno Muhongo Ngai amewasilisha Ijumaa tarehe 26 Juni mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa taarifa ya kina kuhusu hali ya usalama inaendelea kuzorota mashariki mwa nchi, akieleza kuwepo kwa ukosefu mkubwa wa amani na madhara makubwa kwa raia.
Katika hotuba yake, balozi amesisitiza kuwa hali katika eneo la mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya kutokana na kuendelea kwa mapigano na uvamizi wa maeneo mbalimbali. Amesema kwa muungano wa M23 pamoja na RDF unaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo ya Kongo, na katika maeneo hayo huunda utawala mbadala pamoja na kutoa vitisho vya kuendeleza mashambulizi zaidi ya kijeshi. Ameeleza wazi kuwa hali hiyo imekuwa na madhara makubwa kwa raia, akisema kwamba mamia ya watu wamepoteza maisha kila siku, wakiwemo wanawake na watoto kutokana na mapigano yanaendelea na mashambulizi ya mara kwa mara. Ameeleza kuwa mgogoro huo umeibua janga kubwa la kibinadamu ambako mamilioni ya watu wamelazimika kuhama makazi yao na kuwa wakimbizi wa ndani, huku ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ukiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Katika hotuba yake hiyo, Balozi Zeno Mukongo Ngai ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka na za vitendo ili kumaliza mgogoro huo. Amesema kuwa ni muhimu kuhakikisha utekelezaji kamili na bila masharti wa azimio namba 2773 la mwaka 2025 la Baraza la Usalama ambalo linataka kuondoka bila masharti kwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda katika ardhi ya Kongo pamoja na kusitishwa mara moja kwa mapigano na kundi la M23. Ameongeza kwa utekelezaji wa azimio hilo ni muhimu ili kurejesha amani na utulivu katika eneo la mashariki mwa nchi ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na migogoro ya mara kwa mara na husisha makundi mbalimbali yenye silaha. Kuhusu ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO, balozi amesisitiza umuhimu wake katika kusaidia kurejesha amani, akieleza kwa MONUSCO ina jukumu muhimu katika kulinda raia na kusaidia juhudi za serikali za kuleta utulivu. Ameongeza kuwa ni muhimu kuhakikisha kwa MONUSCO inapata uhuru kamili wa kufanya kazi zake bila vikwazo pamoja na kupewa rasilimali za kutosha ili waweze kutekeleza ipasavyo mamlaka yake ya ulinzi na amani katika maeneo yaliyoathirika. Hatua imewasilishwa katika mkutano wa kawaida wa taarifa za robo ya mwaka wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambako hali mashariki mwa nchi inaendelea kuwa mojawapo ya masuala makuu ya kimataifa yanayojadiliwa kutokana na ukubwa wa mgogoro wake wa kibinadamu na kiusalama. Waziri wa elimu ya juu, vyuo vikuu na utafiti amewasili katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini kwa ajili ya kufungua rasmi majengo mapya ya masomo auditoire katika taasisi ya elimu ya juu ya IES Beni iliyojengwa kupitia mchango wa Seneta Papi Machozi. Sherehe ya uzinduzi ilifanyika siku ya jana Jumamosi tarehe 27 Juni, ambako mradi huo mkubwa wa miundombinu ya elimu umeelezwa kuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi na walimu wa taasisi pamoja na sekta elimu kwa jumla katika eneo la Beni. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, mradi uliotolewa katika IES Beni unajumuisha jumla vyumba 15 vya maabara auditoire, ofisi 11 za kiutawala, mfumo wa maji safi kupitia visima vya kuchimba forage pamoja na vyoo vya kisasa vya kisafi vinavyokizi viwango vya kiafya. Viongozi wa elimu na wageni walialikwa walieleza kwa mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha mazingira na kujifunzia na kufundisha, hasa katika eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na miundombinu kwa muda mrefu. Hata hivyo, baada ya hafla ya uzinduzi huo, hali ya taharuki ilipotoka kutokea katika maeneo karibu na mji wa Beni, ambako wanafunzi wa chuo kikuu rasmi cha Semuliki, Université Officielle de Semuliki Oyose, walizua njia kwa muda mfupi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanafunzi walitaka waziri huyo pia tembelee chuo chao ambacho ni chuo kikuu cha umma pekee kilichopo katika mji wa Beni. Wanafunzi walieleza kuwa wanahisi chuo hicho kipewe kipaumbele cha kutosha katika mradi wa maendeleo ya elimu, hivyo walitoa sauti yao isikike moja kwa moja kwa mamlaka za juu ya sekta ya elimu. Tukio lilisababisha msongamano wa muda katika barabara iliyokuwa ikitumika na msafara wa waziri kabla ya hali kudhibitiwa na vyombo vya usalama na viongozi wa eneo hilo. Baadhi ya viongozi na wanafunzi wamesema kuwa lengo lao si kuvuruga shughuli za serikali, bali kuonesha haja ya kupewa kipaumbele sawa katika marekebisho ya miundombinu ya elimu katika vyuo vyote vya umma vya Beni. Kwa upande mwingine, vyanzo vya karibu na hafla hiyo vinaeleza kuwa waziri wa elimu alisifu mradi wa IES Beni, akisema kuwa uwekezaji katika elimu ya juu ni nguzo muhimu katika maendeleo ya taifa, hasa katika mazingira magumu kama Kivu Kaskazini. Wizara ya elimu inatarajiwa kuendelea na ziara zake katika taasisi nyingine za elimu katika mkoa wa Kivu Kusini Kaskazini kumradi ili kutathmini yale ya miundombinu na changamoto zinazokabili vyuo vikuu na taasisi za elimu za juu. Hali ya Beni kwa sasa inaendelea kuwa tulivu baada ya tukio hilo la muda mfupi, huku wanafunzi na wananchi wakisubiri hatua zaidi za serikali katika kuboresha sekta elimu katika eneo hilo.
Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 28 za mwezi wa 6 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaendelea kwa siku dumisha amani, mshikamano na tazari katika maeneo yenu mbalimbali, huku mkizingatia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Na basi kabla tutahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tuendelee kuwakumbusha wale walikuwa mara kwanza mnakutana na Kivu News Info kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, tungeomba na kwa siku kitu kimoja, kisha msubscribe, like, comment na kushare, na kulingana nasema kujiabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari mtakao umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chenu chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi na nyinyi endelee kutuandikia na mkatujuza mnatusikiliza mkiwa sehemu gani, na mkatuambia maoni yenu aiza mapendekezo yenu. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, sina la ziada ila tu basi acha niendelee kutakia asubuhi njema na Jumapili njema na baraka katika shughuli zako za kila siku. Tukutanane tena katika taarifa zetu za mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, baki salama na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki.